Hallelujah. Blood covenant. Agano la damu. Agano la damu. Tunapozungumzia agano la damu, tunazungumzia makubaliano matakatifu yanayothibitishwa kwa kumwaga damu. Makubaliano matakatifu yanayothibitishwa kwa kumwaga damu. Sisahau neno matakatifu. Makubaliano matakatifu yanayothibitishwa kwa kumwaga damu. Hapo tunakuwa tumezungumzia agano la damu. Ukisikia mahali popote kwamba kuna agano la damu, kuna makubaliano matakatifu, hasa kupitia damu ya Yesu. Wakati tunakuwa tuliambiwa watu walikuwa wanafanya urafiki zamani. Nakumbuka sisi kuna family friends ambazo tulikuwa introduced kwenye familia yetu. Tukaambiwa fulani na babu yako walikuwa na agano. Walikuwa na agano la damu. Walikuwa wanakata vitovu. Wana bond kupitia damu. Wanafanya makubaliano. Maybe tutakuwa marafiki. Yani is for life, for death. Maisha ama kifo. Sisi ni marafiki. Sisi ni kitu kimoja. Kwa hiyo wale watu walikuwa wanapendana, wanashirikishana mambo yao, wanasaidiana. Mpaka ile kwenye familia mnashindwa kujua kwamba huyu ni baba mdogo kwa maana ya kuzaliwa na baba, ni baba mdogo kwa maana hivi, maana hata waliozaliwa na baba sio hivi. Ni kwa sababu walikuwa wanaweka maagano ya damu. Sasa sipo hapa kupromote maagano ya namna hiyo, hapana. Ninajaribu kushare kwamba ili jambo lilikuwepo tangu zamani. Lakini damu ya Yesu, tunapozungumzia agano la damu ya Yesu, maana yake kuna makubaliano ambayo matakatifu yalifanyika kwa ajili ya kuthibitisha kitu gani, watu wa Mungu? Soma notes yako basi unipe ushirikiano. Yanathibitisha nini? Makubaliano matakatifu yanayothibitisha yanayothibitishwa kwa kumwaga damu. Kwa hiyo Yesu aliingia agano na sisi kupitia damu yake. Kuna makubaliano matakatifu. Hayo makubaliano yanahusiana na nini? Tutakuwa tunaangalia leo. Kulikuwa na agreement, makubaliano. Tuna mwanasheria hapa atakubaliana na mimi. Watu kwa mfano wanapokuwa wanauziana viwanja, wanauziana nyumba, wanauziana mali, huwa kuna makubaliano wanafanya. Mimi Lilian Mbembela ninamuzia Susan Edward kitu fulani kwa shilingi fulani, na hiyo pesa atanipatia ndani ya mwaka mmoja. Shahidi wetu ni Josephat atusainie hapa. Kwa hiyo tayari pale kuna makubaliano kwamba hichi kitu ambacho tumeuziana ndani ya mwaka malipo yao yameisha. Inapopitiliza mwaka, alafu mimi namwambia Susan nakudai. Susan anasema mimi usinisumbue. Nina makubaliano yangu, ninaenda kumshtaki Susan, na nikienda mahakamani mwanasheria nashinda sishindi? Nashinda. Kwa nini? Kuna makubaliano fulani. Imagine kuna makubaliano yalifanyika Yesu alipomwaga damu yake kwa habari ya sisi. Kwa hiyo shetani au hali fulani za maisha zinapoinuka, tunaweza kwenda kushtaki. Haleluya. Kwa sababu tuna hati ya mashtaka. Tunaweza kwenda kushtaki kwamba Bwana, wewe ulisema kupitia damu yako sisi tumepona, mbona ninaumwa? Kwa tunaenda kuyashtaki magonjwa. Sungempigia Yesu makofi. Tunaenda kuyashtaki kwamba kwenye makubaliano yetu tulikubaliana kwa kupigwa sisi tumepona. Sasa wewe unatokea wapi unaingilia interview yetu? So ni maagano matakatifu, makubaliano matakatifu yanayothibitishwa kwa kumwaga damu. Kwa hiyo kwa kumwaga damu ya Yesu, kwa kumwagwa damu ya Yesu, kuna makubaliano fulani yalifanyika. Watu wa Mungu, natamani uelewe maagano yana nguvu, hasa maagano ya damu. Kitabu cha Yeremia sura 34, nitakupeleka kwenye maandiko kadhaa kukupa ushahidi. Yeremia 34 tutasoma 18 mpaka 20. Yeremia, kitabu kile cha Yeremia sura
ya 34 mstari wa 18 mpaka wa 20 nitakusomea. Yeremia 34:18 mpaka 20. Biblia inasema, na watu hao waliovunja agano langu wasiyatimize maneno ya agano lile walilolifanya mbele zangu, wakati ule walipomkata ndama vipande viwili, wakapita katikati ya vipande vile, wakuu wa Yuda na wakuu wa Yerusalemu, matowashi na makuhani na watu wote wa nchi walipita katikati ya vipande vile vya huyo ndama. Mimi nitawatia katika mikono ya adui zao na katika mikono ya watu wale wanaowatafuta roho zao, na mizoga yao itakuwa ni chakula cha ndege za mbinguni na cha wanyama wakali wa nchi. Asema kwamba watu ambao wamevunja agano wasitimize maneno ya agano. Nakumbuka nimekwambia kunakuwa na makubaliano, kunakuwa na maneno kwenye agano. Kuna makubaliano, maneno ya makubaliano kwenye agano. Asema kama wanavunja hayo maagano na hawayatimizi maneno ya agano lile ambalo walifanya wakati walipomkata ndama vipande viwili, wakati walipomwaga damu. Ndio tafsiri yake. Kwenye agano la kale makubaliano maagano ya kumwaga damu, blood covenants, zilikuwa zinafanyika, wanachinja ng'ombe, wanachinja mbuzi au ndama. Kondoo. Ndama ndio ng'ombe. Kwa hiyo walikuwa wanachinja kwa ajili ya agano. Hapa unaona anasema kuna maagano walikubaliana, kuna maneno ya agano waliyaweka wakati wanachinja. Manake wakati wanamwaga damu, unakumbuka nimekwambia agano la damu ni makubaliano matakatifu ambayo yanafanyika au yanathibitishwa kwa kumwaga damu. Sasa anasema hapa kuna maagano walifanya, maagano ya damu, na kuna maneno waliyaongea. Anasema sasa wameyavunja. Huyu ni Mungu analalamika. Anasema sasa kwa sababu wanavunja maagano yangu, watu wenyewe ni kina nani? Wakuu wa Yuda, wakuu wa Yerusalemu. Kama tungekuwa tunazungumzia labda tuseme tungekuwa tunazungumzia mikoa, angesema mkuu wa mkoa wa Dodoma, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, si ndio? Au ingekuwa nchi angesema kwa mkuu wa Tanzania, mkuu wa Uganda. Ndio ilikuwa hivi. Sasa wakuu wa Yuda, wakuu wa Yerusalemu, matowashi na makuhani na watu wote wa nchi waliopita katika vipande vile vya huyo ndama, ambao walihusika kwenye maagano. Anasema atawafanya nini? Mstari wa 20, nitawatia katika mikono ya adui zao na katika mikono ya watu wale wanaotafuta roho zao, na mizoga yao itakuwa ni chakula cha ndege za mbinguni na cha wanyama wakali wa nchi. Nitawatia kwenye mikono ya adui. Kwa nini? Hawajatunza maagano. Kumbe mtu wa Mungu, agano la damu hili ambalo Yesu alifanya msalabani, usipolitunza unatiwa kwenye mikono ya adui. Mtu yeyote ambaye hajamkubali na kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, yuko kwenye risk ya kutiwa kwenye mikono ya adui zake, ya kutiwa kwenye mikono ya magonjwa, ya kutiwa kwenye mikono ya umaskini, ya kutiwa kwenye mikono ya watu wasiofaa, kwa sababu anaharibu agano. Wakati Yesu yuko msalabani aliweka agano na watu. Akasema, Bwana, hii ndio damu yangu inayomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Manake watu wanaomkataa Yesu wamekataa kuondolewa dhambi. Na kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, watatiwa kwenye mikono ya watu waovu, watatiwa kwenye mikono ya magonjwa, watatiwa kwenye mikono ya umaskini, watatiwa kwenye mikono ya mauti, watatiwa kwenye mikono ya watu wasiofaa mpaka kifo kije kiwakute. Ndio maana tunasema mtu yeyote ambaye hajamkubali Yesu, huyo mtu anaishi mautini. Biblia inavyosema kwamba sisi kwa kumkubali Yesu tulitoka mautini tukaingia uzimani. Haleluya. Kwa yeyote ambaye hajakubaliana na hili agano au hajasaini, yani usipookoka maana yake unakataa kusaini makubaliano. Hivi tunahitaji contract. Kwa hiyo kuna contract. Kiswahili cha contract ni nini? Mkataba. Kuna contract ya kwamba Bwana, mimi mambo ya kuumauma siyapendi, ambao ukiokoka, ukikubali kazi ya msalaba ya Yesu una sign. Yaani mtu aliyeokoka ni sawa na mtu aliyeshika kalamu yake na karatasi akasign, mimi Lilian Mbembela nimekubali.
Kwa sababu nimekubali wewe Yesu, mimi sitakuwa mgonjwa. Mimi sitakuwa maskini. Watoto wangu watakuwa ombaomba. Kwa mtu anayemkataa Yesu ni anapewa kalamu, sign. Kubali Yesu, yani manake sign. Anasema mimi napenda magonjwa yangu. Mimi napenda kabisa zinaa. Naipenda. Jamani kaka, acha sigara, nazipenda sigara zangu, naomba mniache. Acha uongo, umbea wangu na upenda, naomba mniache. Ndio tafsiri yake. Kwa Mungu anakasirika, anasema mbona tulikubaliana, tulifanya maagano, alafu wao wanakataa maagano. Aha, sasa subiria. Nitawatia kwenye mikono ya adui zao. Nitawatia kwenye matatizo. Kwa mtu yeyote asiyeelewa agano la damu anatembea kwenye mauti. Jambo lolote baya linaweza likamkuta wakati wowote. Tunaelewana watu wazuri wa Mungu? Agano la damu ni agano kubwa sana, na kama unavyojua hakuna agano lisilo na alama. Kwa hiyo alama ndio hiyo damu. Damu ni alama ya makubaliano kati yetu sisi na Mungu, kwamba kutakuwa na hiki na kile na kile. Kwa tunapomkubali kwa kuokoka, tuna sign ule mkataba. Tuna sign contract ya kwamba tumekubali tutatembea katika uzima. Tumekubali tutatembea katika utajiri. Tumekubali tutatembea katika baraka. Tumekubali tutatembea katika mafanikio. Tumekubali tutatembea katika usafi na utakatifu. Yaani unapomkubali Yesu umesign ule mkataba, umekubali. Haleluya. Sijui kama uko interested kama mimi, yani mimi nasikia raha. Kwamba okay, kumbe tu kwa kumkubali Yesu. Aha. Na kwa nini sasa agano la damu? Agano la damu kwa sababu damu ni uhai. Kitabu cha Walawi sura 17 na mstari wa 11. Somea Walawi 17:11 na unaweza kufungua kwenye Biblia yako. Walawi 17:11 anasema, kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Kwa sababu ya nafsi, damu inafanya upatanisho. Kwa anasema tunapozungumzia uhai wa mwili uko katika damu. Uhai wa ndoa yako uko katika damu ya Yesu. Uhai wa biashara yako ni katika damu. Uhai wa watoto wako katika damu. Uhai wa hatima yako katika damu. Uhai wa maono yako katika damu. Anasema uhai wote umefungwa katika damu. Ndio maana ndilo agano bora ambalo Mungu alilichagua kwa ajili yetu. Mungu angeweza kufanya maagano kwa kutupa fomu tujaze. Kwani tungekuta fomu imeandikwa kwamba kwa fomu hii ndio umesamehewa dhambi, usingejaza? Ungejaza. Lakini agano lililo bora zaidi ilionekana ni agano la damu. Watu wa Mungu, maagano yako mengi. Kuna watu wameagana kuoana. Kuna watu wameagana sijui kupeana mali gani sijui hizo. Kuna watu wameagana vitu vingi sana. Ni maagano. Kuna mtu ameweka agano kwamba mimi sitakufa mpaka nifanye hiki na hiki. Ni maagano. Lakini agano la damu linahusisha uhai. Ndio maana Mungu alilichagua agano la damu kupitia Kristo Yesu, ili liwe agano bora. Ndivyo Biblia inavyosema kwamba hili ni agano bora sana. Kitabu cha Waebrania 12 nikusomee. Waebrania 12:24. Waebrania 12:24. Nasema hivi, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Abili. Na Yesu mjumbe wa agano jipya. Kiingereza kinasema, and to Jesus the mediator of the new covenant. Which is that new covenant? Ni lipi hilo agano jipya? Agano la damu. Agano la damu. Kumbuka zamani Mungu alikuwa anafanya agano na watu wake. Mungu alifanya agano na Ibrahim. Kusoma kitabu cha Mwanzo sura 15. Mungu akamwambia nitakupa uzao. Akamwonesha nyota za angani, akamwambia hesabu kama ukiweza. Na mtu gani unaweza ukahesabu nyota? Ni nyingi sana, uwezo ukazihesabu zote. Akamwambia ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Biblia inasema Ibrahimu akachinja ndama, akafanya agano na Mungu baada ya Mungu kumwambia yale maneno. Na Mungu akamwambia mimi nitakupatia na uzao. Maana akawa anamwambia Mungu, sasa mimi Eliezari yule Mdameski ndo atakaye nirithi fanya kazi wa nyumbani kwangu. Mbona umri unaenda na unipi mtoto? Mungu akasema nitakupa. Tena sio tu mmoja,
watoto wako watakuwa kama hizi nyota. Wakaingia agano. Ndio maana sisi wote tunaitwa uzao wa Ibrahim kwa sababu ya lile agano. Imagine, kwa kuchinja ndama Mungu ameheshimu lile agano mpaka leo. Ukisoma kitabu cha Galatia 3:29, Biblia inasema sisi wote kwa kuwa ni wa Kristo, sisi ni wa Ibrahim. Kwa agano lile alilofanya la ndama tu. Fikiri sasa kwa habari ya agano jipya la damu ya Yesu. Nini kinaweza kutokea? Maana yake kuna mambo makubwa zaidi yanaweza yakafanyika. Kama Mungu ameheshimu agano la ndama, Mungu ameheshimu agano la kondoo, je, vipi kuhusu agano la mtoto wake? Anasema Yesu ndiye mwanzilishi wa agano jipya, is a mediator. Ndiye aliyetengeneza, ndiye sababu ya agano jipya, ambalo ni agano gani watu wa Mungu? Agano la damu. Asema na tena hiyo damu sio damu ya kawaida, inanena mema kuliko hata ya Abili. Unakumbuka damu ya Abili ilianza kudai kwa Kaini, ilianza kulia. Asema sasa ile ilikuwa inalia, inalalamika kwamba imeuawa. Ya Yesu sio kwamba inalalamika, ya Yesu inanena mema. Haleluya. Kwa agano la damu ni agano kubwa sana la kuheshimiwa, ni agano kubwa sana la kulipa kipaumbele. Kwa hiyo sio naimba tu damu ya Yesu usafisha afu kaishia pale. Fikiri kwa kina. Kama Mungu alifanya agano la damu ya ng'ombe, Mungu ameliheshimu mpaka leo. Mimi nimezaliwa huko sijui wapi, leo ninaitwa mtoto wa Ibrahim, hata Ibrahim simjui kwa sababu tu ya agano. Vipi kuhusu agano la damu ya Yesu? Kuna mambo makubwa ambayo yanaweza kutokea kwenye agano la damu ya Yesu. Haleluya. So agano la damu liko namna hiyo. Nilikuwa ninakufundisha ili uweze kuelewa kwa nini tunazungumzia agano la damu. Watu wa Mungu, damu ni alama ya agano la Mungu kwetu. Damu ya Yesu ni alama ya agano la Mungu kwetu. Sasa ndani ya hilo agano kuna mambo gani? Nimekwambia agano la damu ni makubaliano matakatifu. Sasa makubaliano yenyewe ni yapi? Ndio natamani tukayaangalie siku ya leo. Nimekwambia kwenye agano la kale kulikuwa na agano zinafanyika kwa ng'ombe, kwa mbuzi, kwa kondoo, lakini kwenye agano jipya damu ya Yesu ilisimama kama alama ya upatanisho kati yetu na Mungu. Unaweza kusoma hapa kitabu cha Mathayo, nikupe mstari usije ukasema nimejitungia. Mathayo 26 Mathayo mstari ule wa 28. Mathayo 26:28. Hapa ni baada ya Yesu kufufuka, anawaambia hivi wanafunzi wake, asema kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Hii ni damu yangu ya agano. Yesu mwenyewe anawaambia wanafunzi wake hapa wakati wanashiriki meza ya Bwana. Tutaona zaidi kesho. Anawaambia hii ni damu yangu ya agano. So damu ya Yesu ni damu ya agano. Sio tu damu ya mtu. Sio tu damu ya kawaida. Ni damu ya agano. Watu wanaomwaga damu, mtu wa Mungu, ni wengi. Watu wanapata ajali, wanamwaga damu. Watu wanajikwaa, wanamwaga damu. Sasa damu zao unadhani zina nguvu? Basi damu ya Yesu ndio damu ya agano. Hakuna mtu yeyote anaweza kumwaga damu leo damu yake ikawa na nguvu kuliko damu ya Yesu. Damu ya Yesu ndio damu ya agano. Takubaliana na mimi, kuna watu wamwaga damu hawajatusamia dhambi. Tena wengine walimwaga damu wakatuletea na laana kwenye familia bure. Sema hii familia wanaua kwa upanga, watakufa kwa upanga. Damu zao hazina nguvu. Lakini damu ya Yesu yenyewe ni damu ya agano kwenye maisha ya muamini. Haleluya. Waebrania 9:22. Waebrania 9:22. Niko bado hapo na kukazia kwenye agano jipya kwamba damu ya Yesu ni damu ya agano kwenye agano jipya. Anasema na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Kwa hiyo bila kumwaga damu hakuna ondoleo. Kama hakuna ondoleo la dhambi, hakuna ondoleo la magonjwa, hakuna ondoleo la umaskini, hakuna ondoleo la taabu, mpaka kwa damu. Kwa hiyo ndio maana ilimbidi Yesu aje amwage damu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Naamini tuko vizuri hapo watu wa Mungu. Sasa hili agano la damu katika Kristo Yesu linafanya nini? Au kuna makubaliano gani yalifanyika kupitia agano la damu ya Yesu? Sijui namna gani natakiwa nikusisitize uelewe,
lakini ninatamani ubebe kwa uzito hili jambo la kwa habari ya damu ya Yesu, agano au makubaliano yaliyofanyika kwa sababu ya damu ya Yesu. Natamani yani umaanishe, sijui nataka nikushawishije, sijui nikuelekezeje. Ni vitu vya maana sana, vya muhimu sana kujua. Na bila hivi hakuna maana ya wokovu. No Christianity without blood. Hakuna Ukristo, haupo. Hakuna mtu yeyote ajiite eti mimi Mkristo, mimi nimeokoka bila damu ya Yesu. Hakuna. Kwa hivi ndio vinakufanya wewe uwe Mkristo. Ndio vinakupa wewe qualification ya kuwa mwana wa Mungu. Ndio vinakufanya wewe uitwe muamini. Bila hivi vitu ninavyoviongea hapa, wewe sio muamini. Wewe ni mtenda dhambi tu kama wengine. Ni chokora tu huko katika roho ambaye ueleweki unatoka wapi unaenda wapi. Hiki ndio kinakufanya wewe uqualify kuwa mwana wa Mungu. Nitakachokiongea hapa. Damu ya Yesu, cha kwanza ambacho ilifanya ni msamaha wa dhambi. Nimesoma Mathayo 26:28 anaposema damu hii ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Anasema damu yangu hii ndio damu ya agano ambayo ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. So damu ya Yesu kazi yake kubwa, au kwenye makubaliano ndani ya kumwaga damu ya Yesu kulikuwa na makubaliano ya msamaha wa dhambi. Watu wa Mungu, hakuna mtu anaweza kujisamehe dhambi kama sio damu ya Yesu. Hakuna, kwa sababu dhambi zinatofautiana. Ujue dhambi ni dhambi, lakini ukubwa wa dhambi kibinadamu unatofautiana. Aliyeua na aliyesema uongo hawafanani. Si ndivyo watumishi wa Mungu? Nadanganya mbele za Mungu, dhambi ni ile ile. Ila kuua mtu ni kipengele, yani unaua mtu mpaka anakufa kabisa, hivi serious, inatisha. Lakini imagine eti wote wakija mbele za Mungu, Mungu anawasamehe. Yani Mungu anamsamehe aliyedokoa sukari sawa sawa na aliyeua. Ambapo kibinadamu mtu kudokoa sukari hivi ni jambo zito hivyo, yani nitakubebea na nili bendera, yani la kuchanganya kichwa. Kuua watu kila anapopita ilikuwa kama Kaini aliua. Imagine eti akienda kuomba rehema kwa damu ya Yesu anasamehewa sawa na yule ambaye alisema uongo. Nashangaza, lakini ndivyo ilivyo. Ndio uzito wa damu. Kwa kuna msamaha wa dhambi, kuna ondoleo. Consider neno ondoleo. Kuna kitu kuondolewa, kuna kusamehewa na kuna kuondolewa. Unaweza ukasamehewa na kitu kikabaki. Lakini anaposema ondoleo, unasamehewa na ile roho ya uwaji inatoka, inaondolewa. Roho ya uzinzi inaondolewa. Manake chanzo kinachokufanya ufanye hiyo dhambi pia kinatolewa, kinang'olewa. Haleluya. Na maana Mungu anasema kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni litang'olewa. Damu ya Yesu inafanya kazi ya kuondoa mapando. Sio tu yale matokeo ya dhambi tu, kwamba kwa sababu uliiba watu wakakusema vibaya Yesu amekusamehe, kwa hiyo watu wanaona tu ameokoka, ameacha wizi. Hata kile kitu kinachokupelekea kuiba anakiondoa. Ndio maana yake ondoleo la dhambi. Msamaha naweza nikakusamehe, lakini ile tatizo lako utabaki nalo, utamfanyia mwingine. Ndio tukisemea ondoleo, maana yake kile kinachokufanya unikosee mimi kinatolewa ili usiwakosee na wengine. Haleluya. Kwa ni msamaha wa dhambi na ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu ndio makubaliano mojawapo yaliyofanyika matakatifu, ni kwamba atatusamehe sisi dhambi na kuziondoa zile dhambi kwenye maisha yetu. Kitabu kile cha Waefeso 1:7, Waefeso sura ya 1 na ule mstari wa 7, Biblia inasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. Kumbe msamaha wa Mungu ni sawa sawa na wingi wa neema yake, sio sawa sawa na wingi wa makosa yetu. Haleluya. Kama ingekuwa wingi wa makosa yetu, nimekwambia makosa ya watu yanazidiana. Kuna ambao wangesamehewa Januari, wengine yangeendelea kushikiliwa mpaka Disemba. Lakini sawa sawa na wingi wa neema yake ndio ambao unafanya asamehe namna gani. Na kama angefatisha mapenzi ya wanadamu, kuna watu mpaka leo Mungu asingewasamehe. Ashukuriwe Mungu kwa sababu kigezo cha msamaha ni wingi wa neema na si wingi wa maoni ya watu. Sema amen kubwa kwa jina la Yesu. Na wewe mwenyewe unajua kama ingekuwa ni maoni ya watu, kuna ambao unajijua kabisa kama ndugu yangu kwa maisha yako yalivyokuwa nisingesamehewa. Mungu angehoji watu, nimsamehe fulani. Watu wangesema subiri hata mwezi ujao. Lakini Mungu hayuko hivyo. Mungu anasamehe. Masamaha ya dhambi yanatokana na wingi wa neema yake. So watu wanasamehewa dhambi zao
na dhambi za watu zinaondolewa kwa wingi wa neema ya Mungu na si vinginevyo. Si kwa wingi wa maoni ya watu, si kwa wingi wa mashauri ya watu, si kwa wingi sijui wa nini. No, kwa wingi wa neema ya Mungu. So asema katika yeye, kwa damu yake tuna ukombozi wetu, msamaha wa dhambi au msamaha ya dhambi. Unaona hata yaite msamaha kabisa. Kiingereza ndio kumesema forgiveness of sins. Kwa damu ya Yesu makubaliano mojawapo yalifanyika, ambayo nimekwambia ni makubaliano matakatifu. Kwenye lile agano mojawapo ilikuwa ni kusamehewa na kuondolewa dhambi. Lakini ukisoma Wakolosai 2:14 pia nakupa mistari mingi, kwa sababu ninaamini wewe pia utawafundisha watu wengine, utawafundisha watoto wako. Ndivyo Biblia inavyosema. Takuonesha kule mbele kwa nini agano la damu. Mungu alifanya agano akamwambia na Israeli, nitawaambia na watoto wenu. Kwa siku akikuuliza uwe na reference. Wakolosai 2:14 anasema akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Haleluya. 15 anasema akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huu. Kwa hiyo alituondolea hati iliyokuwa imeandikwa kutushtaki, ndivyo Biblia inavyosema, kwa hukumu zake iliyokuwa uadui kwetu. Maana yake wanasema huyu ni mzinzi, asipewe ndoa huyu, asiokoke, asisamehewe, asizae, wewe kutoa mimba huyu. Lakini Biblia inasema alikuwa anafuta hati zetu zilizoandikwa kutushtaki kwa hukumu zake. Maana yake kulikuwa kuna mashtaka na hukumu pale pale. Shetani yuko faster sana, anakushtaki na hukumu anatoa. Kwa kosa ile alilofanya la kuzini, usiolewe. Kwa kosa ile la umbea alilolifanya, asiwe na marafiki. Kwa kosa la kudhulumu alilofanya, awe maskini. Kwa shetani anakushtaki na hukumu anatoa. Uko chapu sana. Ashukuriwe Mungu kwa wingi wa neema yake, kwa sababu hajali mashtaka ya shetani wala hukumu za shetani. Na mtu mmoja ambaye alisamehewa na amesamehewa na anasamehewa kila siku aseme amen. Lakini mnaelewa watu wa Mungu? Shetani anakushtaki alafu na hukumu, sio kwamba anaenda kutafuta hukumu kwa Mungu. Naona fanya waliookoka wafanye hivi. Binti hatakiwi hivi, kijana hatakiwi hivi, mtu aliye kwenye ndoa ana cheat apate ukimwi. Mungu kwa wingi wa neema yake anasamehe. Sasa sizungumzii msamaha kwamba ukatende dhambi, utaona kule mbele. Damu ya Yesu sio damu ya kuchezea. Sawa watu wa Mungu? Damu ya heshima sana. Kitu cha kutisha sana. Kwa sio kwamba unatenda dhambi leo hata kwa damu ya Yesu najitakasa. Amen. Acha mchezo wewe. Namba 2, ukombozi. Hiyo Waefeso tulikuwa tumesoma. Waefeso 1:7 anasema kuna ukombozi kwa damu ya Yesu, kuna ukombozi. Tusome tena. Waefeso 1:7 sema katika yeye huyo kwa damu yake tuna ukombozi wetu. Anasema in whom we have redemption through his blood. Kuna ukombozi. Tukombolewa kutoka kwenye gonjwa, tumekombolewa kutoka kwenye vifungo, tumekombolewa kutoka kwenye mauti, tumekombolewa kutoka kwenye changamoto mbalimbali. Sasa damu ya Yesu, mojawapo ya makubaliano au agano mojawapo ni kwamba hii damu itakuwa damu ya ukombozi. Ni damu ya ukombozi. Kumbuka nimekwambia kunakuwa na hati. Unaona shetani huwa na hati ya mashtaka ya kutushtaki. Hata Mungu anapotusamea kuna hati inaandikwa. Kwa kwenye ile hati yako iliyoandikwa, jambo moja hapo iliyoandikwa ni kwamba Lilian, weka jina lako pale, anao ukombozi. Tayari wewe unao nini mtu wa Mungu? Ukombozi. Petro wa kwanza 1:18 hadi 19. Petro wa kwanza 1:18 mpaka 19. Jamani, I don't think if I need to be emotional. Yaani niseme, nataka nikwambie, sidhani kama ni hivyo. Mimi naamini hivi mnanielewa. Ni vitu ambavyo vinafikirisha na vinahitaji utulivu kuvitafakari vizuri. Sidhani kama nahitaji kuengage
mambo mengine mengi. Naamini tu naelewa kwa namna hii. Kama alivyosema Amina. Petro wa kwanza 18 hadi 19, 1:18. Nasema nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka kwenye mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani, haleluya, kama ya mwanakondoo asiye na hila, asiye na waa, yaani ya Kristo. Damu ya thamani ya mwanakondoo asiye na hila, asiye na waa, yaani damu ya nani? Ya Kristo. Asema, for as much as you know that you are not redeemed with corruptible things, vitu vinavyoharibika, sio, as silver and gold, from your vain conversations received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Jesus Christ, as a lamb without blemish or without spot. Kwa damu ya Yesu ya thamani, precious blood of Jesus. Kwa sisi tumekombolewa si kwa vitu. Anasema sio fedha, sio dhahabu. Hakuna fedha ambayo ingetulipia dhambi yetu. Hakuna dhahabu ambayo ingetosha kulipa makosa ya watu. Haipo. Anasema ni damu ya Yesu iliyotukomboa. Mlikombolewa kwa vitu visivyoharibika. Sema mimi Lilian, niweka jina lako. Nimekombolewa kwa vitu visivyoharibika. Si kwa fedha wala kwa dhahabu, ni kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu imetukomboa. Ni privilege. Ni heshima. Anasema si kwa fedha, si kwa dhahabu. Na sisi tunajua kitu kikubwa ambacho tunahitaji. Hata hapa nikwambia, unasema unataka nini? Pesa. Lakini anasema hakuna pesa ambayo ingemkomboa mtu. Hakuna ambayo ingefuta dhambi yako. Haipo. Ungemaliza dola zote, ungemaliza naira, ungemaliza pounds, ungemaliza Kenyan shillings, ungemaliza Tanzanian shillings, hakuna chochote kingetokea mpaka damu ya Yesu. So damu ya Yesu imetupa ukombozi. Kwa kwenye yale makubaliano ya agano la damu, mojawapo ya makubaliano matakatifu yaliyofanyika ni kwamba watu hawa nimewakomboa. Maana yake Mungu kupitia Kristo Yesu anaandika, anasema nimewasamehe na kuondolea dhambi. Namba 2, nimewakomboa. Na nimewakomboa si kwa vitu vinavyoharibika, ni kupitia hii damu. Kwa agano, kwenye agano la damu, mojawapo ya kubaliano lililo ndani yake ni ukombozi wako wewe. Kwa hiyo Mungu amekukomboa. Wakati wowote utakapojiona unakuwa mtumwa, ukisikia ukombozi maana yake uko na utumwa. Mahali popote utaanza kuona kuwa mtumwa wa dhambi, unakuwa mtumwa wa addiction, unakuwa mtumwa wa tabia fulani, tangaza, sema kwa damu ya Yesu mimi nilishakombolewa. Ninalo agano na Mungu la kukombolewa kutoka kwenye 1 2 3 4. Haleluya. Yaani utangaze kwa ujasiri, shetani usinichezee. Mimi unayeniona hapa nilishakombolewa muda mrefu sana. Addiction ya kuangalia pornography hapana. Mambo ya masturbation hapana. Kwa damu ya Yesu ninakufukuza masturbation. Mimi nimekombolewa kutoka kwako kwa jina la Yesu. Hiyo uhitaji pastor, unatakiwa tu kujua kwamba wewe ni haki yako na ni hati imeandikwa kabisa. Unanielewa mtu wa Mungu? Kuna makubaliano yamesainiwa ya kwamba wewe umekombolewa kutoka kwenye hicho kifungu. Namba 3, ulinzi dhidi ya uharibifu na mapigo. Ulinzi dhidi ya uharibifu na mapigo. So mojawapo ya agano lililofanyika kwenye damu au makubaliano yaliyofanyika kwenye agano la damu ni ulinzi dhidi ya mapigo na uharibifu. Natamani uelewe mtu wa Mungu, uharibifu ni roho. Kitabu kile cha Ayubu, kitabu cha Ayubu 22 28 22 Ayubu 28:22 anasema uharibifu na mauti husema tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Uharibifu na mauti husema. Kwa uharibifu ni roho inaongea. Nasema tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Tumesikia habari za Lilian kwamba hatutaki kumtembelea kwa masikio yetu. Kile ni kiumbe katika roho. So mojawapo ya kazi ya damu ya Yesu ni kutuepusha na uharibifu. Uharibifu ambao unawapata watu wengine. Jamani watu wa Mungu, sijui mnaelewa. Nimekwambia uharibifu ni nini? Ni roho. Kwa hiyo
kitu pekee kinachoweza kutukinga na roho ya uharibifu ni nini? Ni damu ya Yesu. Kwenye ile agano mojawapo kilifanyika ni kwamba uharibifu ni marufuku kwenye maisha ya huyu mtu. Kwa uharibifu hautakiwi. Mapigo na uharibifu havitakiwi kwenye maisha yako. Mauti haitakiwi kwenye maisha yako. Kama mauti inaleta uharibifu haitakiwi. Kama magonjwa ni uharibifu haitakiwi. Kama madeni ni uharibifu hayatakiwi. Chochote kinacholeta uharibifu hakitakiwi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya agano la damu lililokwisha kufanyika. Haleluya. Kitabu kile cha Kutoka 12, nasoma 12 na 13. 12 na 13. Biblia inasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapopiga nchi ya Misri. Kwa hiyo Mungu anasema pigo lolote halitaki kuja kuharibu watu wake. Kwa sababu ya nini? Makubaliano aliyokuwa ameweka. Wakati huu kumbuka, nimekwambia ilikuwa wanachinja ng'ombe, wanapaka kwenye milango. Tutajifunza siku za mbele kwenye Pasaka watu hao walipokuwa wanafanya. Kwa hiyo alisema wanafanya vile kwa ajili kuepusha uharibifu na mapigo. Na kweli watu wote ambao hawakuwa wamepaka, mzaliwa wa kwanza wa mnyama, mzaliwa wa kwanza wa ng'ombe, mzaliwa wa kwanza wa mbuzi, wa mwanadamu, wa kila kitu, wote walipigwa wakafa. Kwa hiyo damu ya Yesu inatuepusha sisi na mapigo na uharibifu nao wapata wengine. Imagine kuna vijana wenzako wana uharibifu sasa hivi wa pornography, wana uharibifu wa masturbation, wana uharibifu wa ushoga. Wewe Mungu amekupreserve kwa damu yake. Hata ukiona mashoga unakasirika, unadhani ni kwa juhudi zako. Hapana, ni kwa sababu ya agano la damu ya Yesu iliyofanyika ndio linakufanya wewe unaona hichi kitu no, sio sahihi, hakitakiwi. Uharibifu hapana, utakiwi. Kuna wengine wanafanya na wanafurahi, wanaona ni sawa, kwa sababu hakuna agano lolote ambalo limefanyika kuwakinga na ule uharibifu. Kwa hiyo unapokuja unawasomba, na kwa sababu wamepofushwa hawajui. Haleluya. So damu ya Yesu, agano hili mojawapo ya makubaliano ndani yake ni ulinzi dhidi ya uharibifu na nini? Mapigo. Kwa mapigo yote yanapotokea, mapigo ya corona, sio ya vitu gani, wewe sio fungu lako. Na nakumbuka Pastor Monica unaweza kutestify wakati ule wa corona. Kwa hata na maski unakumbuka. Tunaenda kanisani tunajiabudia zetu. Siku moja akaja yule daktari. Akafika kanisani anasema, "Tani nisikia hasira." Nikasema hivyo wanajiamini nini? Mbona watu wamekaa hapo hawajavaa maski, wapo tu hawaeleweki. Tulikuwa tunaweka zile tunahitaji kusafisha mkono, sanitizer tunaweka tu kwa ajili ya serikali, wakija kukagua tuletee mdomo. Bila sisi hata, yani mimi kweli ndani ya moyo wangu nilikuwa na uhakika siwezi kuuma corona. Siwezi useme pastor anaongea angejua. Sio kama ningejua, ninajua kuna agano lilifanyika la kunitenga mbali na uharibifu na mapigo ya kila namna. Na hakuna sanitizer nzuri zaidi ya damu ya Yesu. Hakuna barakoa nzuri zaidi ya damu ya Yesu. Ndio maana kuna watu walivaa barakoa na walikufa. Kuna watu walitumia sanitizer hata yani akipishana tu na mtu hivi akishapita anajiprizia, lakini bado walikufa. Bwana asipolinda mji, sanitizer inafanya kazi bure. So you better understand the power of blood of Jesus. Damu ya Yesu ina nguvu kuliko magonjwa yote, kuliko virus zote. Na ndio maana kuna watu hata wanaopata HIV kabla hawajamjua Yesu, wanapoingia na kuelewa ili agano wakashikilia, Yesu anawaponya mpaka ukimwi, kwa sababu damu ya Yesu ina nguvu kuliko virus. Usipoelewa utabaki unasema je, si wanawake. Yani kuna ile hali ile magonjwa ya wanawake ambao yani ukiwa mwanamke ile ukiwa kwenye siku zako unajikuta sio umefanyaje. Mtu wa Mungu, engage the blood of Jesus. Bwana, huu ni uharibifu. Uzazi ambao Mungu umetupa ni baraka. Baraka ya Bwana haichanganyi uzuri nayo. Kwa damu ya Yesu maumivu potea. Sikutaki kwenye mwili wangu.
Tukiwaambia sasa, pastor unasema tu kwa sababu je kuumwa. Na sihitaji kuumwa. Nimetengwa. Nina agano la kukaa mbali na uharibifu na mapigo. Wewe ukiendelea kuyakumbatia na kuyasifia shauri yako. Yaani mimi mvua ikinyesha tu, yaani naumwa. Yaani ikianza mawingu hivi, wewe endekeza. Unasema kwa damu ya Yesu, mawingu wewe unaweza kupiga magoti kwenye damu ya Yesu. Bow before the blood of Jesus. Mimi ni mzima. Hakuna magonjwa ya msimu, magonjwa ya familia sio ya kurithi. Piga magoti kwa damu ya Yesu. Nimetengwa mbali na mapigo ya familia yangu. Hapana. Kuna familia watu wanauma mapere, si wanauma manini, wanauma. Kuna mtu nikutana naye chuo yudo, anauma pressure, anasema familia yao wote wao wanauma pressure. Wote. Na kila aliyekufa ugonjwa mkubwa ulikuwa pressure. Kwa hiyo mtoto mdogo ana pressure. Na wanaambiana jamani nyumbani, yani pressure. Yani mwe makini jamani, msile mafuta pressure. Jamani. Sile mafuta pressure. Watu wamekufa na walikuwa wanakula mafuta na hawakuoa na pressure. Kifo kama kimemjia mtu, kifo ni roho, ndio tunasema mauti na uharibifu usema tumesikia. Wewe tu fanya ukitangazia kifo, hapa kwangu hamna. Wewe katafute wengine hapa wrong number. Mimi mafuta nakula na ninaishi. Nitafanya anipasayo. Nitaomba kwa bidii, nitatunza mwili wangu vizuri, nitakula vizuri, ila ya mambo mengine watu wa Mungu kiaendekeza. Wewe tu endelea kuengage the blood of Jesus jamani. Mimi naambieni, this is the cheapest way. Hii ni njia rahisi sana. Yaani ni njia ya bei nafuu sana kuliko njia zingine. Utachoka hayo mengine. Usisha damu ya Yesu. Kuna changamoto usielewe, usisha damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu uharibifu hapana. Kwa nini fanye kazi sipati faida? Kwa damu ya Yesu nadai pesa zangu. Kwa damu ya Yesu nadai faida kwenye kazi yangu. Kwa damu ya Yesu kila nitakacho kufanya kitazaa. Kwa damu ya Yesu hakuna uharibifu kwenye kazi za mikono yangu. Hakuna uharibifu kwenye ndoa yangu. Hakuna uharibifu kwa watoto wangu. Kwa damu ya Yesu hakuna. Unaniona unachokisema mtu wa Mungu? Kuna wazazi wanabaki wanalalamika watoto wangu wasikie wafanye. Chukua damu ya Yesu imeshindwa. Hiyo ni roho ya uharibifu inataka kuharibu watoto wako. Engage the blood of Jesus. Kwamba kwa jina la Yesu watoto wangu njoo mkae hapa. Uhitaji kuwa mchungaji kushiriki meza ya Bwana watu wa Mungu. Uhitaji kuwa askofu kushiriki. Wewe unaweza ukaiombea kwa jina la Yesu. Tunafanya ushirika mimi na familia yangu. Na kupitia ushirika wa damu ya Yesu, watoto wangu watakuwa watulivu, watakuwa na akili njema, hawatakuwa wasumbufu, watakuwa wanasikiliza kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu wanaotumia hapa, ninatangaza uharibifu wa kila namna hautawapata. Fanya hivyo tuone kama watoto wataendelea kusumbua. Tatizo unaengage viboko kuliko unavyoengage damu ya Yesu. Hakuna kiboko chenye nguvu kuliko damu ya Yesu. Sema amen kama umeelewa. Kitu kinachofanyika kingine hapa kilikuwa ni nini? Utakaso na kusafishwa. Ni jambo moja kuondolewa dhambi na kusamehewa, ni jambo lingine kutakaswa na kusafishwa. Ukiwa umesamehewa dhambi na umeondolewa dhambi lakini hujatakaswa, tunaita sanctification, na haujasafishwa, purification. Sanctification and purification. Kama hakuna sanctification na purification, bado watu wataendelea kukuona kama malaya waliyemzoea, watakuona mwizi waliyemzoea. Ni mpaka damu ya Yesu ikusafishe, watu waanze kukuona mpya, watu waanze kutafsiri upya, watu wakupe jina jipya. Huyu dada alikuwa mwongo, sasa ni mwinjilisti. Huyu dada sasa hivi mtumishi mkubwa wa Mungu. Watu wasahau kuhusu mambo mengine. Kwa hiyo kama mtu akikosa kusafishwa, akikosa kutakaswa, bado hata kama ameondolewa dhambi, watu wataendelea kuhold wa past. Wataendelea kushikilia jana yako na makosa yako. Ni mpaka damu ya Yesu ikusanctify, ikusafishe, ikutakase, ndio upewe jina jipya, ndio uonekane mpya. Ni kama mtu ambaye alikuwa amefungwa gerezani, hajanyoa, hajaoga vizuri, hajafua. Akitolewa gerezani, akarudi uraiani. Ni kweli ameachiwa, lakini asiponyoa, asipofua, watu wanasema yule mfungwa naona amefunguliwa. Lakini angekuwa ameoga vizuri, amenyoa kama watu wengine, nani angejua? Ndio maana Yusufu alipotoka tu gerezani akakimbia kunyoa, akavalishwa nguo nzuri ili asifanane na wafungwa. Kwa hiyo unapokuwa umeokoka ni jambo tu umesamehewa dhambi, lakini hakikisha una engage damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikutakase, damu ya Yesu ikusafishe,
iondoe kila chembe chembe ya dhambi, iondoe hali yoyote ambayo watu wakikuona wanakuona kama mtenda dhambi, wanakuona kama mharifu, wanakuona kama mtu asiyefaa. Lazima we engage the blood of Jesus. Sikiliza mtu wa Mungu, wakati mwingine chukua hata damu ya Yesu, tangaza, kwa sababu damu ya Yesu inatakasa na kusafisha. Ninaomba isafishe hata muonekano wangu, maana watu wanaweza kuwa wanakuangalia wanakuona mbibi, kumbe wewe sio mbibi. Watu wanaweza kuwa wanakuangalia wanakuona wewe maskini, kumbe wewe sio maskini. Watu wanaweza kuangalia wanakuhurumia, kila anayekuangalia anasema maskini, najisikiaje? Yaani kila mtu anakuona wewe ni mtu wa kuhurumiwa, hakuona una shida, mpaka unafika mahali unajiuliza mimi na shida gani? Mbona watu wananiangalia hivi? Engage the blood of Jesus. Damu ya Yesu nipe utukufu, nipe muonekano wa baraka, nipe muonekano wa heshima, nipe muonekano wa tajiri. Kuna mtu mtajiri mmoja huko ndani ananielewa kwa jina la Yesu. Yeah. Unashangaa unanyosha nguo yako ya mtumba, watu wanasema ila na wewe unavaaga jamani. Yaani huyo kaka anavaa. Unajua kabisa hii mwana ni 5,000. Unaambia tu kwa utukufu wa Mungu. Unajifanya kama hujasikia sana, ila wewe moyoni ndio unajua siri yako. Kwa nini? Damu ya Yesu takasa na safisha. Kwa inaweza kutakasa uzee, inaweza kutakasa muonekano mbaya, inaweza kutakasa namna ambavyo watu wanakuchukulia. Naambia kwa damu ya Yesu, naomba watu waanze kuniona kama niliyebarikiwa, watu wanione kama mtu wa maana, watu wanione wakinisikiliza, waone wanasikiliza kitu cha maana. Kwa sababu watu wanaweza kaeka hata sauti yako kusikiliza, wakasema hamna kitu huyu. Mtoa. Yaani wewe mwenyewe umewahi kuweka vitu na una scroll vipi maana? Kwa damu ya Yesu tutasikilizwa. Kwa damu ya Yesu tutapewa attention. Kwa damu ya Yesu tutafika juu kwa jina la Yesu aliye hai. Kitabu kile cha Waebrania 9:13 hadi 14 kwenye kutakaswa. Mshangaa watu wanakudharau. Dharau nyingi sana. Wajiuliza jamani, Mungu unalia, baba mimi nimefanya nini bwana watu wananidharau? Engage damu ya Yesu. Anasema kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiza wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili. Mali. Na watu wanatumia nini? Damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe. Wananyunyiza na watakasa na kusafisha mwili. Eti mtu anajisafisha hapo kwa damu ya mbuzi. Anasema basi zaidi damu yake Kristo. Haleluya. Hivi mnajua kuna watu wanaenda kumwaga damu, wanapeleka kuku kwa mganga, wanapeleka mbuzi, anasema nipe muonekano mzuri, nipe muonekano wa kupendeza. Hamjawahi kuvisikia hivyo vitu? Hamjawahi kusikia watu wanaenda kwa waganga ili wapewe muonekano? Wewe hujawahi tumiwa hata kwenye simu yako kuna message zinaingia, kama unataka muonekano mzuri, pigie mganga simu hii hapa. Nani ambaye wamewahi kumtumia kwenye simu yako? Kwa kumbe watu wanamwaga mpaka damu ili wawe na muonekano nini? Wa kuvutia, ili wapendwe, ili wapendeze. Anasema je, si zaidi damu yake Kristo ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai? Si zaidi? Haleluya watu wa Mungu. Ni zaidi damu ya Yesu. Ni zaidi. Kama watu wana vitu ambavyo wanaweza kufanya vikawafanya waonekane vizuri, watakaswe, wapendeze, damu ya Yesu ni zaidi hapo. Kwa wewe ndiye ambaye unaweza kuamua kujitakasa, purify yourself. Mungu, safisha dhamiri yangu. Ninaona nakuwa nawazia watu vibaya. Kila mtu anayeongea na mimi naona anipendi. Chukua damu ya Yesu unywe. Engage the blood of Jesus. Anasema inasafisha dhamiri. Hata namna ambavyo wewe unachukulia watu. Mimi nimeona mama kama vile pale kanisani anipendi. Wewe unahitaji damu ya Yesu. Shiriki meza ya Bwana, acha kisirani basi. Pale tumeelewana watumishi wa Mungu. Unaweza kuona dhamiri yako, kila unayeona unaona si unamtafsirije, unaanza kutafsiri watu vibaya. Umepungukiwa salio. Pesa salio lako. Chukua damu ya Yesu. Bwana, kwenye agano lako, jambo moja wapo alisema unatusafisha na kutakasa hata dhamiri zetu. Ninaomba kwa ajili ya dhamiri yangu, safishwe niwaze vizuri. Niache kuwazia watu vibaya. Niache kufikiri vibaya. Niache kuwaza mawazo yasiyopendeza. Una fikra ambazo uzielewi. Hebu unamuomba Bwana, kwa damu hii ninaomba fikra zote ovu, mambo yote yasiyopendeza, yasiyo na sifa njema, yasiyo na wema wowote, Bwana yaondoe kwenye moyo wangu kwa damu ya Yesu. Hilo jambo tumelielewa watu wa Mungu. Nikupe jambo la mwisho, siku nyingine tutaendelea. Damu ya Yesu ni mlango wa baraka za kiungu. Wakorintho wa kwanza 10:16. Ni mlango wa baraka za kiungu.
Kama hakuna damu ya Yesu, hakuna baraka ya kweli. 16. Biblia inasema kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Tusome pamoja, nimependa. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Hallelujah. Asema the cup of blessing which we bless, is it not in the communion of the blood of Christ? Kikombe kile cha baraka, kwa kumbe kale kanani ka damu ya Yesu na ukashika na kikombe ka baraka, kamebeba baraka zako. So damu ya Yesu ni mlango wa baraka zetu. Kikombe kile kila tunapokishiriki tunashiriki baraka. Haleluya. Wagalatia 3:13-14. Galatia 3:13-14 anasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwae juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahim iwafikirie mataifa katika Kristo, katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Kwa alifanyika laana ili kwamba baraka ya Ibrahim iweze kutufikia sisi. Kwa hiyo kila ambapo tunashiriki meza ya Bwana, kila ambapo tunazungumzia agano la damu, tunazungumzia baraka. Ni mlango wa baraka. Asema Yesu alifanyika laana ili kupitia damu yake baraka ya Ibrahim iweze kutufikia sisi. Kwa hiyo umo ndani ya agano kuna makubaliano matakatifu mengi. Haya ni baadhi, muda wetu haututoshi kuendelea. Mengine si utasoma mwenyewe tu ndugu yangu. Natamani uelewe hayo makubaliano, ili kila unapoona kitu ambacho kiko tofauti na hayo makubaliano unasema kama unakubaliana na mimi, umekupanga hata nyumba, kwenye nyumba wako kuna makubaliano. Unakuta amekubaliana kwamba tutalipa mara moja umeme kwa mwezi. Lakini wewe kila wiki mtu huyo mwenye nyumba anakugongea umeme. Si unamwambia kwenye mkataba ulisema tunalipa mara ngapi? Moja, sasa mbili vipi? Nani ananielewa ninachoongea? So kuna mambo ukiona kwenye maisha yako unatakiwa usimame kwa ujasiri useme hapana, haya hayapo kwenye makubaliano. Kwenye makubaliano yaliyofanyika kwenye agano la damu ya Yesu kwenye maisha yangu. Haya magonjwa dhambi hizi nilisamehewa na kuondolewa kwenye mkataba wote wa dhambi. Haya mapando yametoka wapi? Kwa nini hii dhambi nifuatilie? Kwa damu ya Yesu hii dhambi iondoke. Kwa sababu haipo kwenye agano la damu. Kwa haya maagano ni ya kuyarudia mara kwa mara na kuyageuza kuwa maisha yako. Kila unapoona otherwise, unaona kitu kinachotokea hakihusiani na agano, unahusisha damu ya Yesu. You engage the blood of Jesus. Kwamba hapana, kwa damu ya Yesu haya maisha sio maisha yangu. Kwa damu ya Yesu mume wangu hayuko hivi. Hapana, sio aina ya mume ambao Mungu alinipa. Neno la Bwana inasema kwa damu ya Yesu, kwa kikombe chake alitubarikia. Hiki ni kikombe cha baraka. Mimi nimeshiriki na Kristo kikombe cha baraka. Kwenye baraka ya Bwana hakuna huzuni. Kwa nini mume wangu awe hivi? No, hapana. Kwa nini uzao wangu awe hivi? Hapana. Nitakufundisha siku za mbele. Utaona Mungu anawaambia wana wa Israeli, anasema ili agano mtawaambia watoto wenu. Maana yake ili agano, haya mambo yote unayoona niliyokufundisha ni ya kwako wewe na nani? Na watoto wako. Kwa sio wewe mzima wao waumwe. Kama wao unajua agano linakataa magonjwa, na watoto wako wanatakiwa kutembea kwenye uzima. Kama agano linakataa uharibifu, hawatakiwi wao kutembea kwenye uharibifu. Kama linakataa dhambi, hawatakiwi wao kutembea kwenye dhambi. Wewe na kila kinachokuhusu. So usisha damu ya Yesu, usisha agano lililo bora. Ndivyo tulivyosoma Ibrania 12:28. Agano la damu ya Yesu ni agano lililo bora, na damu yake inanena mema kuliko ya Kaini, kuliko ya Abili. So hakikisha kila wakati unapoona
hali ya uchumi inanena mabaya, watu wananena mabaya kinyume chako, usisha damu ya Yesu inayonena mema. Sasa Bwana, watu wananena mabaya kinyume changu, lakini damu yako inanena mema. Damu yako inene mema kwa habari ya maisha yangu, inene mema kwa habari ya ndoa yangu, inene mema kwa habari ya biashara yangu, inene mema wakati watu wanaponena mabaya, inene mema wakati hali za maisha zinanena mabaya. Kwa damu yako mambo yangu yakae sawa. Damu ya Yesu, watu wa Mungu, ina nguvu kinyume cha mambo yote mabaya ambayo yanaweza kuja kwenye maisha yako. Na kama umenielewa, sema amina kubwa kwa jina la Yesu, huku ukiwa unasimama kwa miguu yako.